Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Jaji Chande asema ripoti ya tume imekidhi vigezo vya kimataifa. Mwanafunzi afa kwa kujinyonga baada ya kuambiwa walete wazazi. Na katika habari za kimataifa, wanamgambo wenye silaha waua vijana 29 uwanjani Nigeria. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja. Tuanzie kwenye tume ya kuchunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 imesema ripoti yake iliyokabidhiwa kwa Rais wa Tanzania imekidhi vigezo na masharti ya tume za uchunguzi za kimataifa, huku ikisisitiza utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa ikiwamo kukamilishwa kwa changamoto za kisiasa na katiba mpya kabla ya mwaka 2028. Mwandishi wetu Gula Kimsola ametuandalia taarifa zaidi. Wakizungumza na walili na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, viongozi wa tume hiyo wakiongozwa na mwenyekiti Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande amesema ushahidi na vielelezo vilivyokusanywa na tume hiyo vimejitosheleza na kukidhi matakwa ya tume kama hiyo ambazo zimekuwa zikiundwa katika taifa lolote duniani. Hivyo Watanzania hawana budi kuiamini na kuendelea kusubiri utekelezaji wa mapendekezo yaliyopo katika ripoti hiyo ambayo imejikita katika maeneo mbalimbali ili kuponya taifa. Tume sio mahakama. Jaji akiwa mahakamani baada ya kutoa hukumu hanadi, haongelei hukumu yake. Waandishi wa habari mnaruhusiwa, na linafanyika kila siku, kuiandika hukumu ile, kuikosoa jaji, ananyamaza kimya. Lakini tume lina wajibu endelevu la kuonyesha jamii kuhusu tume. Tume hizi zimeundwa kwa maslahi ya umma na haswa hii ya uchunguzi na nyingine. Mamlaka inatumia kifungu kile kwenye tume ya uchunguzi, ina mamlaka ya kuanzisha tume kwa jambo ambalo litaona ni maslahi ya umma. Maslahi ya umma, sio ya mimi binafsi. Kwa upande wake, mjumbe wa tume hiyo Jaji Mkuu mstaafu Ibrahim Hamisi Juma amesema tume hiyo imezingatia weledi pamoja na alirejea zilizopewa, huku akisisitiza baadhi ya watu wanaokosoa au taasisi zisizokubaliana na ripoti hiyo wamekosa uelewa wa namna tume za uchunguzi zinavyopaswa kufanya kazi zake kupitia ripoti za aina hiyo. Tumeona kuna umuhimu vile vile wa watu kupata elimu ya namna ya kutumia taarifa ambazo zinapatikana katika mitandao. Kuna wengine wanaamini kila kitu, kila clip inayozunguka katika mitandao, na ndio maana katika kazi zetu ili kupata ushahidi tulihakikisha tunapata wataalamu ambao walitusaidia sana kujua ni clips za aina gani, deepfakes. Kwa mfano, kuna matukio ambayo tuliletewa kama ni matukio ya tarehe 29, lakini wataalamu wakaonyesha kwamba zile video zimetengenezwa upya, zimechakachuliwa, ni matukio ya Gaza, matukio ya nchi nyingine ambayo ilikuwa na maafa, lakini imepokelewa kama ni matukio ya Tanzania. Kwa hiyo unakuta tuna kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania kuna kuwepo na communication strategy ambayo itahakikisha kila mwananchi anafahamu kila kitu kinachoendelea hapa Tanzania. Kwa upande wao, baadhi ya wajumbe wakielezea baadhi ya mapendekezo yaliyowasilishwa na tume, wameeleza kuwa yapo baadhi ambayo yamependekeza kuanzishwa kwa siku maalum ya kitaifa ambayo itatumika katika kuomboleza ili kufuta kama taifa ambacho kimetokea Oktoba 29, kuundwa kwa Baraza la Vijana la Taifa pamoja na kuundwa kwa chombo cha kitaifa kitakachosimamia maridhiano ili kurejesha umoja wa kitaifa. Serikali itenge siku ya kuomboleza tunapopata msiba kama huu
kawaida mnataka muomboleze, muweze kukubali ule msiba, sio kuufunga, kukubali, kwa sababu kishapotelewa hakuna kufunga, utakuwa unakumbuka kila siku, lakini tuweze kukubali msiba uliotupata. Hilo ni mojawapo pendekezo letu ambalo tunadhani litasaidia katika kuponya jamii. Lakini pia kulikuwa na pendekezo la kuzisaidia jamii au zile sehemu ambazo zimeathirika kisaikolojia na kijamii, kwa sababu ile ilikuwa ni mshtuko, trauma. Kuna watu wamepoteza wale ambao ndio walikuwa wanawategemea. Kuna watoto wameona matukio ya kutisha. Kuna wazazi, wamepotelewa na vijana wao. Kuna vijana na waita ambao ni familia ndogo. Tumekuta kina mama wajawazito, wana watoto wadogo, wale pia mbali na kupata huduma zingine wapate pia huduma za kisaikolojia. Hivi waliambiwa mafanikio, je, ni mafanikio gani? Nafikiri ndugu yangu Deo alikuwa anamuuliza hivyo. Wale mashahidi walichokuwa wanazungumza ni kwamba kwanza wao, yani washiriki na mabadiliko yatakayotokea ni pamoja na kupata fursa za shughuli zao. Kwa mfano, yeye alikuwa na lile lilosema kwamba kwenye biashara unapata kiasi gani, achana na hiyo, chukua na hii kidogo, twende. Halafu na mambo yakiwa mazuri kule, hizi shida zote zitakuwa zimeondoka. Ndio ilikuwa namna hiyo. Ilikuwa ni wao ndio wanaosema, sio sisi, kwamba wameahidiwa nini. Hatua hiyo inajiri siku chache baada ya tume hiyo kuweza kukabidhi ripoti hiyo Aprili 23 mwaka 2026 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo mara baada ya hapo kumekuwa na mitazamo ya aina tofauti kutoka kwa wananchi, viongozi wa dini, asasi za kiraia na taasisi mbalimbali juu ya ripoti hiyo, ambayo hata hivyo tume hiyo imesisitiza kuwa itaendelea kutoa elimu na ufafanuzi zaidi pindi watakapohitajika kufanya hivyo. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mwanafunzi mwenye umri wa miaka 17 anayefahamika kwa jina la Rebecca Boniface Maganga aliyekuwa akisoma katika shule ya sekondari Old Shinyanga amefariki dunia kwa kujinyonga ndani ya nyumba aliyokuwa akiishi na babu yake. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Akizungumza na vyombo vya habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga Janet Magomi amesema kuwa mwanafunzi huyo alikuwa akiishi na babu yake mwenye umri wa miaka 56. Ameeleza kuwa mwanafunzi huyo alikuwa hajahudhuria masomo kwa muda wa wiki 2 na baada ya kurejea shuleni alitakiwa kuja na mzazi au mlezi wake, jambo ambalo linadaiwa kumpelekea kuchukua uamuzi huo wa kujinyonga. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga tumepata tukio hilo la mwanafunzi nakumbuka kwa jina moja la Rebecca mwenye umri wa miaka 17 ambaye alijinyonga nyumbani kwa babu yake mwenye miaka 56 ambaye anamlea binti huyo, eti kwa sababu alitakiwa kumpeleka mzazi shuleni baada ya mwanafunzi huyo kukosekana shuleni kwa muda wa siku 14, yani wiki 2. Niwapongeze walimu kwamba walichukua hatua stahiki ya kuwataka wazazi waende. Hilo lilimpa msongo wa mawazo binti huyo na akachukua hatua hiyo ya kunyonga, kitu ambacho tunasikitika sana. Ni binti mdogo wa kike, lakini bado tunarudi kwenye swala la malezi. Binti analelewa na babu. Najiuliza baba na mama wako wapi? Malezi ni jambo la msingi sana kwa watoto wetu wote wa kike na wa kiume. Kwa kweli tunasikitika, na Mungu ailaze roho ya marehemu huyu mahali pema peponi. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga limewakamata watu 63 katika operesheni maalum dhidi ya uhalifu, huku likikamata vielelezo mbalimbali ikiwemo lita 295 za diesel, pikipiki 14 na dawa za kulevya. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linapenda kutoa taarifa ya mafanikio ya misako na operesheni mbalimbali ambazo zimefanyika kwa kipindi cha mwezi Aprili 2026 zikiwa na lengo la kubaini na kuzuia uhalifu kwa kukamata wahalifu wa makosa mbalimbali. Katika operesheni hizo, jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga limefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 63 pamoja na vielelezo mbalimbali ambavyo ni mafuta ya diesel lita 295, bangi gramu 1100,
mirungi kilogramu 103, noti za bandia zenye thamani ya shilingi 80,001, simu 98, betri za simu 86, pombe ya moshi lita 55, pikipiki 14, vipande 21 vya chuma, radio 8, viti vya plastiki 6, mifuko 13 ya mawe yadhaniwayo kuwa madini, spika 5, mashine ya kuoka mikate, mashine 1 na mbuzi 7 waliokamatwa wilaya Kahama na Ushetu. Jeshi la polisi linasisitiza kuwa operesheni kama hizo zitaendelea kufanyika ili kuhakikisha usalama wa wananchi unaimarika. Nikiripoti kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni Mwavita Mkondo wa TVE. Asante sana Mwavita kwa taarifa hiyo. Chama cha mawakala wa forodha Tanzania pamoja na chama cha wamiliki wa maroli Tanzania TATOA wameiomba serikali na wadau husika kuchukua hatua za haraka kukabiliana na changamoto za msongamano bandarini kufuatia kuongezeka kwa shehena ya mizigo bandarini, jambo ambalo limeongeza gharama kwa mawakala wa forodha. Mwandishi wetu Mrisho Mapeo ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam na waandishi wa habari, rais wa chama cha mawakala wa forodha Tanzania TAFA, Edward Urio, amesema ongezeko hilo la mizigo ni neema kubwa kwa uchumi wa nchi, lakini limepelekea mawakala kushindwa kufanya kazi zao kwa ufanisi kutokana na msongamano mkubwa unaoongezea mawakala wa forodha gharama ya kodi ya makasha demurrage. Amesema ujio wa kampuni ya DP World kwenye gati namba 0 hadi namba 7 umeweka rekodi ya kushusha takriban makontena 34,000 ndani ya mwezi mmoja, jambo ambalo halijawahi kutokea katika historia ya bandari ya Dar es Salaam, na kuongeza kuwa kampuni ya Adan pia imeongeza kasi ya upakuaji wa mizigo kwa kushirikiana na mamlaka ya bandari TPA, lakini changamoto iliyopo ni uwezo mdogo wa bandari kavu yani ICD kupokea mizigo, jambo ambalo limesababisha msongamano kuendelea kuwa mkubwa bandarini. Kwa matokeo yake sasa imetuletea impact kubwa sana kwa ucheleweshaji wa kuhamisha haya makasha kwenda kwenye bandari kavu. Imezalisha demurrages nyingi kwa wanachama wetu, lakini pia imeleta hofu mpya ya kwamba hata transporters wanaosafirisha makasha wameogopa kuchukua makasha. Matokeo yake sasa ni nini? Kuna upungufu wa makasha wa malori ya kutosha ya kusukuma makasha. Malori mengi sasa hivi yanakwepa kubeba makasha kwa sababu yanajua yatarudi na demurrage kwa sababu ya ucheleweshaji. Kwa hiyo malori mengi yameenda kuchukua mzigo wa kichele, naongelea sulfur ambayo pia nayo imekuwa ikishuka hapo kwa wingi, naongelea mbolea, naongelea baadhi ya mizigo ambayo imekuja kwa utaratibu wa kupakuliwa kwenye makasha ili iweze kusafirishwa kwenda kwenye nchi za jirani. Aidha, Urio amesisitiza kuwa bandari kavu nyingi bado zina uwezo ule ule wa zamani licha ya ongezeko kubwa la mizigo, hali ambayo inasababisha ucheleweshaji wa kuhamisha makontena kutoka bandarini kwenda bandari kavu ICD, na mwishowe mawakala wa forodha pamoja na wafanyabiashara kuingia gharama za ziada. Hivyo ni muhimu kwa serikali kuchukua hatua. Kwa upande wake, mwenyekiti wa TATOA Elias Lukmai amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maono ya kuleta wawekezaji kama Adani na DP World ni hatua kubwa iliyoongeza ushindani na idadi ya mizigo bandarini kuongezeka, hivyo ni muhimu hatua zikachukuliwa ili kuepuka usumbufu. Hata hivyo, ameshauri kuanzishwa kwa mfumo wa partial release ambapo sehemu ya makontena yaliyosafirishwa kwenda ICD yanaweza kutolewa moja kwa moja bandarini endapo tayari yamekamilisha taratibu za forodha, kwani msongamano huu unaweza kusababisha wateja kukimbia bandari ya Dar es Salaam. Tumeangalia kwa mfano kwenye kwetu kwa wasafirishaji, 50% makampuni ambayo yamesajiliwa mwaka huu kufanya biashara ni mapya. Maana yake nini? Makampuni yale mengine yamefanyaje? Kweli biashara imeongezeka, lakini watu wanakuja na makampuni mapya. Siri ya kuja na makampuni mapya ina maana watu wanafilisika, wanayakimbia yale makampuni ya zamani. Wanakimbia kwa sababu ya vitu kama hivi. Kuna kampuni leo ina demurrage ya $190 kitu. Kuna watu kila mtu anayemsikiliza akikuletea hizo story, lakini demurrage zimetokana na nini? Zimetokana na kwamba kama alivyosema Urio kwamba carrying inaanzia container zinafika bandarini. Hasa container imeshaka bandarini siku 30. By the time unakwenda kulipakia tayari tayari ni longolongo. Sasa tutawafukuza wateja wetu ambao
umetoa imani kubwa sana kwa bandari ya Dar es Salaam, lakini pia uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali yetu utakuwa hauna maana kama hatuwezi kuondokana na hizi changamoto ambazo ni za wadau kukaa na kuzungumza. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Kutokana na matukio mengi ya wanafunzi kugongwa na magari mara kwa mara pindi wanapovuka barabara kuelekea shuleni katika kijiji cha Nyangomango, kata ya Usagara, wilaya ya Misungwi, mkoani Mwanza, wananchi wa eneo hilo wameamua kuanzisha ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa ili kuwanusuru watoto wao. Emmanuel Mashaka na taarifa zaidi kutoka Mwanza. Wakizungumza katika zoezi la uchimbaji wa msingi wa shule hiyo, baadhi ya wananchi waliojitokeza kuchimba wamesema kutokana na changamoto hiyo wameamua kuchangishana na kununua eneo ambalo tayari wameanza hatua ya awali ya kuchimba msingi, huku wakiomba serikali kuwashika mkono. Lengo sasa la kufungua shule hii, tulikaa kama kijiji cha Nyangomango, basi kwa ajili ya adha ambayo tulikuwa tunaipata, watoto wetu wanagongwa. Naona watoto wanavuka barabara, wanapata ajali njiani, inakuwa ni shida sisi kwa wananchi. Baada ya hapo kukaa sasa hivi vitongoji pamoja na hiki kijiji, tukaamua tushike nguvu ya wananchi kujichangisha kwenye mamiji, kujichangisha ili kuanza huu ujenzi. Tunaiomba serikali itusaidie kwa sababu kwa ajili tumeanzisha huu ujenzi wa msingi. Tunaomba serikali itusaidie ili kuweza kuhitimisha hii kazi, ili watoto wetu wasipate adha tena. Tunaomba serikali kuu waweze kuangalia hili, watushike mkono, tuweze kufanya jitihada, tuweze kufikia malengo yetu ya kufanya shule hii iweze kukamilika na wanafunzi tuweze kuwagawa katika mafungu ambayo yatafanya kuepukana na ajali inayotokana mara kwa mara. Tunaomba Rais Samia anakotusikia kokote kule atuunge mkono kwa hili jambo tulilolianzisha, kwa sababu wao ndio wanajua adha ya wananchi wake. Kwa hiyo tunakuomba Rais uliko uweze kutuangalia kwa jicho la tatu. Kwa upande wake mwenyekiti wa kitongoji cha Nyamadoke ambako shule hiyo inajengwa, Paulo Nguno, na mwenyekiti wa kijiji cha Nyangomango Anthony Kalongonsoma wameeleza umuhimu wa kuanzishwa kwa shule hiyo, huku wakiomba serikali kuunga mkono juhudi za wananchi hao. Adha kubwa ambayo ilitufanya watu wa kijiji cha Nyangomango kuona kuna umuhimu wa kuweka shule upande huwa ukiwa unaelekea mjini Mwanza upande wa kushoto. Moja adha kubwa iliyokuwa ikisumbua ni watoto kuweza kugongwa mara kwa mara. Hili limeendelea kuwa kila mwaka tunazika watoto. Ikafika wazazi tukaona kwamba kuweza kunusuru jambo hili ni kuwa na mpango mkakati wa kutafuta eneo upande huko ili kuweza kunusuru hawa watoto wasiendelee kugongwa. Tulikubaliana kama wana kijiji, tukakaa vikao tukakubaliana, tukawa na mchango wa kwanza kutafuta sasa eneo ambalo tunaweza tukapata likaweza likakidhi kujengwa shule. Tulipata eneo hili kama unavyoona ndugu mwandishi wa habari. Eneo hili tulipata kutoka kwa wakazi wa kijiji hiki kwa kujitoa, lakini pia kwa kuweza kufidishia gharama ya shilingi milioni 40 ili kuweza kupata zaidi ya heka 4 kwa ajili ya kuweka shule. Lakini pia sambamba na hiyo adha ya kugongwa watoto, bado kijiji cha Nyangomango kina shule ukiwa unaelekea mjini Mwanza mkono wa kulia. Ile shule imeshazidiwa na watoto kuwa wengi kwenye maeneo yetu kijiji cha Nyangomango. Shule inakuwa na madarasa 14 lakini zaidi ya watoto 2000 na kitu. Hii adhima tumeanzisha kwa ajili ya kunusuru watoto wetu sababu ya kugongo. Na nilikuwa naomba ombi kubwa sana kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano itushike mkono kwa ajili ya nini, kutoa matatizo, sababu zimekuwa ni kero, vilio kwa watoto wanavyogongwa inakuwa ni shida kwa sisi viongozi. Tulikuwa naomba tushike mkono kwa hilo kwenye serikali ya hiyo Mama Samia Suluhu Hassan. Naye diwani wa kata ya Usagara Erasto Kashinje, ambaye pia ameshiriki zoezi hilo, amewashukuru wananchi kwa kujitokeza kwa wingi, huku akiwashukuru pia viongozi wa wilaya na mkoa kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa wananchi katika swala la maendeleo ya kata hiyo. Napenda sana kuwashukuru wananchi kwa namna ambavyo wamejitokeza kwa wingi kutekeleza mradi wao ambao wao wenyewe wameibua kutokana na changamoto ya uhaba wa madarasa. Wananchi wa kata ya Usagara kijiji cha Nyangomango wameamua kujenga shule yao ya msingi. Lakini pili, nishukuru sana serikali ya halmashauri ya wilaya ya Misungwi ambayo tunaye mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya dada yangu Johari Samizi kwa namna ambavyo wanatupa ushirikiano sisi kama wananchi wa Usagara. Lakini kipekee sana
ninamshukuru sana ndugu yangu Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Leo anayo taarifa kwamba wananchi wa Usagara wameridhia kuanza uchimbaji wa msingi kwenye eneo hili. Kama nilivyosema, eneo hili wamenunua wao wenyewe, lakini leo tayari wameshachanga shilingi milioni 13 kwa ajili ya kuanza kujenga mabomba mawili na ofisi moja. Na tulitegemea kwamba mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza angekuwepo hapa, lakini nilizungumza naye na akaniambia kwamba tuendelee, wakati mwingine atakuja. Lakini pamoja na hilo, wananchi hao wamenituma nifikie salamu za upendo kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Atufikishie salamu hizo kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba wananchi tunaamua kuiunga mkono serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanza kujenga shule mpya ya msingi. Tunaomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ituunge mkono hapa kwenye shule hii kama ambavyo imetuunga kwenye shule nyingine kule ya Mwabebea. Asante sana Emmanuel Meshek kwa taarifa hiyo. Serikali wilayani Musoma mkoani Mara imeagiza hatua za kinidhamu kuchukuliwa dhidi ya katibu wa baraza la ardhi kata ya Nyambono baada ya wananchi kumtuhumu kuchangia kuibuka kwa migogoro badala ya kuitatua. Taarifa zaidi huyu hapa Adam Kadutu kutoka Mara. Hatua hii inakuja wakati wa kampeni maalum ya utoaji huduma jumuishi kwa wananchi pamoja na kusikiliza kero zao iliyofanyika katika kijiji hiki cha Nyambono hapa halmashauri ya wilaya ya Musoma. Pale ana ekari 10 akaja akachora ramani. Mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka anasema serikali haiwezi kuvumilia watumishi wanaoshindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo na badala yake kuwa chanzo cha migogoro kwa wananchi. Kwa hiyo yule katibu kwanza atakaa pembeni, alafu ile nafasi yake apewe mtu mwingine, shughuli ziendelee wakati wanaangalia mgogoro wake namna ya kuutatua. Wakizungumza katika mkutano wa mkuu wa wilaya pamoja na wananchi, mkutano uliolenga kusikiliza kero na kuzitatua, baadhi ya wananchi na viongozi wa eneo hili wanadai kuwa katibu huyo amekuwa akitoa maamuzi yanayochochea migogoro ya ardhi badala ya kuitatua na kuimaliza. Katibu huyu, ndugu mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni msumbufu, ni muonevu, ni mnyanyasaji. Baada ya kuwa katibu wa baraza la kata, ameanza kutunyang'anya mashamba yetu kwa kufoji nyaraka. Sasa hawa ndio wenye maamuzi na mali yao, sio mimi mwenyekiti. Kwa nadhani mkuu wetu wa wilaya, kwa hayo machache, ndio maana natanguliza kusema ifikie mahali watu wetu wawe na hofu ya Mungu kwa mali ya umma. Pale ana ekari 10 akaja akachora ramani hiyo hapo, mkuu akachora ramani ikaingia ekari 40, na hizi ramani nilizopiga marufuku kwa viongozi na wanasheria wako hapa. Ramani ili iwe ramani ya serikali inabidi iwe na vigezo gani? Zaidi ya wananchi 2500 kutoka vijiji vitatu vya kata ya Nyambono wamejitokeza na kunufaika na huduma mbalimbali zilizotolewa katika kambi hii ya huduma jumuishi. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Taasisi ya saratani ya Ocean Road imesema kila siku wagonjwa 400 wanaonwa na kupatiwa matibabu, huku kwa mwaka ikipokea wagonjwa wapya 5200 na wagonjwa endelevu wakiwa zaidi ya 52,000. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kamati ya maendeleo ya kata ya Kivukoni iliyotembelea taasisi ya saratani ya Ocean Road, mkurugenzi wa huduma za kinga kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road Crispin Kaesa ameiambia kamati hiyo kuwa kwa sasa taasisi ya saratani ya Ocean Road ina idadi kubwa ya wagonjwa, idadi ambayo hata hivyo serikali imekwisha iona na kuamua kutanua wigo wa huduma, ambapo kwa sasa wapo mbioni kujenga taasisi ya matibabu ya saratani ambayo itajengwa katika jiji la Mbeya. Taasisi yetu ya saratani ya Ocean Road kwa mwaka tunaona wagonjwa wapya takriban wagonjwa wapya 5200, lakini wagonjwa ambao ni huduma endelevu, yani tunasema follow up, zaidi ya wagonjwa 52,000. Ila kila siku hapa wagonjwa ambao watu tunawahudumia ni zaidi ya watu 400. Hii ikihusisha wanaokuja kwenye uchunguzi na matibabu mbalimbali. Tunadhamiria kwamba tunataka tuhakikishe tunatoa huduma bora kabisa na ambao kila Mtanzania anaweza kuipata na kwa usawa kwa kutumia idara zetu ambazo zimetajwa hapa. Idara kwa kuzuia, natoa elimu, vipimo, matibabu, lakini kuhakikisha pia tunatoa mafunzo kwa wataalamu
na tafiti. Aidha, Dr. Kaesa amebainisha kuwa kwa sasa taasisi ya saratani ya Ocean Road itajikita katika kutoa elimu ya kuzuia saratani, huku pia wakiwa wanaendelea na miradi mbalimbali ya ujenzi wa miundombinu ya matibabu ya saratani ambayo inaendelea kutekelezwa katika taasisi hiyo. Tunadhamiria kwamba tunataka tuhakikishe tunatoa huduma bora kabisa na ambao kila Mtanzania anaweza kuipata na kwa usawa, kwa kutumia idara zetu ambazo zimetajwa hapa. Idara kwa kuzuia, tunatoa elimu, vipimo, matibabu, lakini kuhakikisha pia tunatoa mafunzo kwa wataalamu na tafiti. Taasisi ya saratani Ocean Road haifanyi kazi yenyewe, inahakikisha na shirikiana na wadau ili kutekeleza majukumu yake. Naye afisa mtendaji wa kata ya Kivukoni Salumu Mohamed pamoja na viongozi walioambatana na kamati hiyo katika ziara hiyo wameipongeza serikali ya Tanzania kwa kuwekeza katika matibabu ya saratani, jambo ambalo wamesema linatoa moyo kwa wananchi wa Kivukoni sanjari na wale wa Dar es Salaam. Tuje tushirikiane na nyinyi ndugu zetu ili tupate kuwahabarisha wakazi wa kata ya Kivukoni kwa namna gani miradi mikubwa ambayo imekuwa ikitekelezwa kwenye eneo letu hasa ya taasisi ya Ocean Road. Kwa hiyo kwa namna hiyo tumeamua tuvunje ukimya, tuje tuzungumze kwa muktadha wa kupata taarifa rasmi. Hii miradi inayotekelezwa iwafikie wananchi wa kata ya Kivukoni, wajue kwamba huu uwekezaji kwa namna moja au nyingine ni matokeo ya kodi zao wanazozilipa, lakini pia kwa sisi ambao tunawakilisha kamati ya maendeleo ya kata iwe ni sehemu ya kupata taarifa za mara kwa mara. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wananchi mkoani Katavi wametakiwa kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi pindi linapotekeleza majukumu yake kwa kuhakikisha wanafichua wahalifu pamoja na kutoa taarifa za matukio ya kihalifu yanayofanyika katika maeneo yao. Neema Hussein na taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesimo Buswelu ambaye alimwakilisha mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko katika siku ya familia ya polisi iliyofanyika katika viwanja vya polisi vilivyopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa jeshi hilo na wananchi. Nitumie nafasi kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kuendelea kuomba wananchi wa mkoa wa Katavi wote watoe ushirikiano wa dhati, wa pekee, wa kizalendo, wa kiungwana, wa Kitanzania katika jeshi la polisi wanapotekeleza shughuli zao. Jeshi la polisi linapambana na wahalifu, na wahalifu hawatoki nje ya wanadamu au wananchi. Wahalifu hawakai baharini wala ziwani, wanakaa pote pale ambapo wananchi wapo. Nini wananchi wafanye? Sehemu yote kuliko na uhalifu watoe taarifa jeshi la polisi. Naye kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Katavi Kasta Ngonyani amesema siku hiyo inawasaidia kupata taarifa za uhalifu kutoka kwa wananchi waliokutana katika eneo hilo, huku mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusufu akidai ataendelea kuimarisha uwepo wa vikundi vya ulinzi shirikishi. Hii Family Day inatufanya tuwe na mahusiano mazuri na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama katika mkoa wa Katavi, na pia inatufanya tuendeleze kuwa na mahusiano mazuri na wananchi wa mkoa huu wa Katavi. Kwanza kabisa inatusaidia kupata taarifa nzuri za uhalifu kutoka kwa wananchi ambao tumekutana nao hapa. Ndio maana tumeamua tuwashirikishe wananchi ili tushirikiane pamoja na kupata taarifa za uhalifu. Sisi kama viongozi tutaendelea kuhamasisha uwepo wa vikundi vya ulinzi shirikishi katika wilaya yetu ya Mpanda ili kuhakikisha wilaya yetu inaendelea kuwa salama. Kwa upande wao, wananchi walioshiriki katika siku hiyo wamesema inawasaidia kupunguza hofu baina yao na jeshi la polisi, huku wakiomba matukio kama hayo yawe endelevu ili kuongeza ushirikiano zaidi. Inapelekea kwa namna moja au nyingine hata baadhi ya wananchi kupunguza hofu, hata kama kwa mfano ikitokea tukio fulani mwananchi inakuwa ni rahisi kuja kuripoti mahakamani. Kwa mimi kwa jinsi nilivyoona wamefanya vizuri sana, kuruka kamba, mpira, michezo ya watoto, pia michezo mbalimbali. Nawapongeza na naomba pia jeshi la polisi waendeleze uhusiano uwe ni wa kudumu, sio hapa tu, lakini wakifika huko nje wanakuwa ni waendelee hivi kuwa karibu na wananchi. Hapo mwanzo palikuwa wahalifu, kiufupi hata sasa wahalifu wamepungua kabisa. Palikuwa damu chafu, palikuwa watu mbalimbali ambao hata ukiingia mtaani mida saa 1 jioni ulikuwa huwezi kutembea. Kwa muda huu sasa unaweza kutembea muda wote ule ambao unahitaji wewe mwenyewe.
Aidha, siku hiyo imeenda sambamba na ushiriki wa jamii katika michezo mbalimbali ikiwemo kuvuta kamba, kukimbiza kuku pamoja na mpira wa miguu. Asante sana Neema Huseni kwa taarifa hiyo. Katika kuhakikisha inakabiliana na changamoto ya ukatili dhidi ya watoto, shirika la utu wa mtoto CDF limefanikiwa kuwafikia mabinti zaidi ya 6,000 sanjari na kuanzisha madawati ya kijinsia katika mikoa mbalimbali nchini, licha ya kukiri kuwa bado baadhi ya sera na sheria zimeendelea kuwa kikwazo katika mapambano dhidi ya vitendo vya ukatili. Gula Kimsola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mafunzo mafupi kwa wanahabari juu ya utendaji kazi wa shirika la jukwaa la utu wa mtoto CDF, kaimu mkurugenzi wa shirika hilo Irene Ernest amesema kuwa hatua hiyo imekwenda sambamba na uendeshaji wa programu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuanzisha kwa klabu mbalimbali ndani ya shule za msingi pamoja na kuendelea kukutana na makundi tofauti ili kutoa elimu kuhusu vitendo vya ukatili wa kijinsia ambavyo bado vinaendelea kuripotiwa. Sisi kama shirika tuna programu mbalimbali ambazo zimejikita au kulenga kuhakikisha kwamba mtoto anaishi salama, ikiwemo programu ya kumlinda mtoto ambayo hasa tuko nao, tunafanya miradi mbalimbali iliyoko shuleni, katika shule za msingi za maeneo ambayo tunafanya kazi, ambayo ni Mpwapwa, Tarime, lakini pia Dar es Salaam kwa Kitunda. Tuna club mbalimbali ambazo zipo zinalenga kuhakikisha kwamba watoto wanajifunza namna gani ya kujilinda wao na kutetea haki zao, lakini pia kuripoti endapo wanafanywa ukatili, lakini pia walimu namna gani wanaweza kushirikiana na watoto kumlinda mtoto. Lakini pia sisi kama shirika katika ngazi ya jamii tuna makundi mbalimbali, ikiwa makundi ya kina baba ambayo ipo katika programu yetu ya ushirikishaji wa wanaume katika kumlinda mtoto, ambao makundi hayo yanawezeshwa kuwa ni viongozi bora au champions tunaita wa kumlinda mtoto, lakini pia kuhakikisha watoto wanaishi katika mazingira salama. Kwa upande wake Lilian Kimati, afisa mwezeshaji wasichana kutoka CDF, amesema kuwa katika miaka 20 ya uwepo wa jukwaa la utu wa mtoto, moja ya mafanikio ni kufikia makundi ya wanaume na wanawake katika kutoa elimu, hivyo kuendelea kupanua wigo wa elimu ya masuala ya kijinsia na kusaidia katika kupunguza vitendo vya ukatili hasa katika maeneo ambayo yameathirika zaidi na matukio hayo. Shirika tumewaza kujenga madawati ya kijinsia ambayo kuna moja tumejenga kule Manyara, Serengeti, Butiama. Hii yote ni kuongeza na kutoa juhudi au kusapoti juhudi za serikali katika kuhakikisha kwamba vitendo hivi vya ukatili basi kama vinapokelewa na kushughulikiwa kwa wakati. Lakini vile vile hizi huduma zinakuwa karibu sana na kwenye jamii. Lakini vile vile kupitia miradi yetu mbalimbali ya vijana tumeweza kuwafikia takriban vijana 6,577 kwa upande wa kule Tarime. Hii yote ni kuhakikisha kwamba tunapunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi, lakini tunawezesha vile vituo vya kutoa huduma kwa haya masuala ya vijana yanaweza kufikika kwa wakati na kwa utaratibu mzuri ambao unaweza kuwafikia vijana wengi katika jamii na kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Naye mratibu wa mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni TSMN, wakili Irene Nambu, amesisitiza kuwa inapaswa kwa sasa kufanyika utafiti mpya ili kubaini hali halisi ya matukio ya ndoa za utotoni, akieleza kuwa bado wamekuwa wakiendelea kupokea viashiria vya vitendo hivyo kutoka katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Asante sana Gula Kimsola kwa taarifa hiyo. Afisa tawala wa wilaya ya Mufindi Robert Kileo amekabidhi pikipiki 3 pamoja na vifaa vya kazi kwa kamati za maji na timu tendaji wilayani Mufindi vilivyotolewa na wakala wa usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa. Shalom Robert kutoka Mufindi ana ripoti zaidi. Vifaa hivyo vimekabidhiwa wakati wa zoezi la semina ya mafunzo ya kuwajengea uwezo kamati za maji na timu tendaji wilayani Mufindi, ambapo Kileo amezitaka kamati hizo kutumia vyema mafunzo wanayoyapata ili kuboresha utendaji kazi na kuongeza tija katika miradi ya maji. Mweke utulivu, mweke umakini katika kusikiliza kile mtakachopewa, lakini baada ya hapo kile mtakachopewa mwende kukitumia na kuweza kuleta tija. Ishaji wa jamii. Sibiuso zimeundwa kwa ajili ya huduma za maji katika ngazi ya jamii. Sasa kama jamii haijashirikishwa,
ina maana mnufaika mwenyewe hajashirikishwa. Inaibua migogoro, inaibua kutokuridhishwa kwa huduma zinazotolewa, lakini vile vile inaibua taharuki fulani katika jamii husika. Sisi tuna wajibu wa kuitunza hiyo miradi tangu tunapokabidhiwa na inavyoendelea. Kuitunza tu ni pale na kuhakikisha pale changamoto ndogo ndogo zinapotokea kuzitatua mapema kabla zijawa changamoto kubwa. Meneja RUWASA mkoa wa Iringa mhandisi William Tupa na meneja RUWASA wilaya Mufindi mhandisi Happiness Mrisho pamoja na mratibu mkuu wa kamati hizo RUWASA kutoka makao makuu Bi Valentina Masanja wamesema mafunzo hayo yataongeza ufanisi wa kazi, kurahisisha utekelezaji wa majukumu na kuboresha huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Haya ni katika mwendelezo wa mipango ya serikali kuwajengea uwezo vyombo vya watumiaji maji vilivyoko ngazi ya jamii, kwa sababu ukiangalia katika mfumo wetu wa utoaji wa huduma za maji, serikali inajenga miradi, lakini ile miradi ambayo inajengwa na serikali au na wadau wetu wa maendeleo, hiyo miradi tunaikabidhi kwenye jamii husika, na jamii husika wanaendesha hiyo miradi kupitia vyombo vya watumiaji maji. Kwa hiyo tunafanya mafunzo haya kwa lengo zima la kuwajengea uwezo katika masuala mazima ya usimamizi wa hizo huduma. Lengo kuu la mafunzo haya ni kuwezesha kamati zetu za maji ili ziweze kufuata sheria na taratibu za usimamizi wa miradi ya maji. Serikali inapokamilisha mradi wa maji inakabidhi kamati za maji ambazo ndizo zinazosaidia kuhakikisha huduma ya maji inakuwa endelevu kwa wananchi. Mtazamaji, mafunzo haya yameendeshwa ikiwa ni sehemu ya kuwezesha wataalamu hao kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi, hususan katika usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maji. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza kasi ya utoaji huduma ya maji safi na salama kwa wananchi, pamoja na kuboresha utendaji kazi wa kamati hizo katika ngazi ya jamii. Wafanyakazi wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi na ufanisi ili kuongeza tija katika kuhakikisha wanafanya kazi kwa kuzingatia katiba na sheria zilizowekwa bila kuwepo na changamoto zozote. Taarifa ya Daniel Simarta kutoka Mbeya inatuarifu zaidi. Mkuu wa wilaya Rungwe Jafar Yaniu amesema hayo wakati wa hafla ya utolewaji wa vyeti kwa wafanyakazi bora mkoani Mbeya, ambapo amewataka watumishi kuwa na uzalendo na weledi wawapo katika majukumu yao. Pia niwakumbushe jambo moja muhimu sana kwa ustawi wa maendeleo ya taifa letu. Jambo hili katika kuelekea dira ya taifa ya mwaka 2050, serikali imezingatia masuala mbalimbali. Mosi, kuimarisha mazingira ya ajira kwa kuhakikisha sheria za kazi zinatekelezwa ipasavyo na haki za wafanyakazi zinalindwa. Lakini pia kuwekeza katika elimu na ujuzi ili kuwajengea wafanyakazi uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia na soko la ajira. Kukuza uchumi jumuishi unaotoa fursa kwa wote, hususan vijana na wanawake, ili waweze kushiriki kamilifu katika maendeleo ya taifa letu. Lakini pia kuhimiza ubunifu na uzalishaji wenye tija ili kuongeza ushindani wa taifa letu katika soko la kimataifa. Kwa upande wake, msomaji sala katika hafla hiyo amezungumzia changamoto wanazopitia, huku baadhi ya watumishi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya wamezungumzia juu ya tuzo hizo. Wafanyakazi wengi mkoani Mbeya bado wanakumbana na changamoto nyingi za kikazi, kama vile uwepo wa waajiri ambao hawataki kufanya mabaraza ya wafanyakazi na semina, lakini pia na vikao mbalimbali vya kichama. Kitendo hichi kinawanyima wafanyakazi wengi haki yao ya msingi ya kupata nafasi ya kujadili na kutatua changamoto zao za kikazi. Kitendo cha baadhi ya waajiri kutofanya mabaraza ya wafanyakazi kinakiuka sheria na kanuni za kazi za nchi, lakini pia kinakiuka mikataba ya kimataifa ambayo nchi yetu ya Tanzania imeridhia. Pekee kabisa nipende kushukuru uongozi mzima wa ofisi ya mkoa wa Mbeya pamoja na shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA kwa kuandaa na kuratibu tukio hili muhimu ambalo limefanyika siku ya leo mkoani Mbeya. Kimsingi tukio hili limetuongezea morali na ari ya kufanya kazi, kwani tumeona namna ambavyo wafanyakazi tunathaminiwa. Wito wangu kwa wafanyakazi wenzangu, kuwa mfanyakazi hodari haimaanishi kwamba wengine hatufanyi kazi. Mimi ninaamini tunafanya kazi kwa kutegemeana na kushirikiana. Kwa hivyo niombe tuendelee kufanya kazi kwa moyo, kwa kujituma katika kuendelea kutekeleza majukumu tuliyokabidhiwa. Watumishi kutoka moja ya halmashauri mkoani Mbeya wameomba watumishi wenzao kuongeza tija katika utendaji wa majukumu yao. Tufanye kazi hodari
Namshukuru mwajiri wangu kwa kunitambua au kwa kuniona kwamba mimi ni hodari katika kitengo cha kumbukumbu na nyaraka, lakini kupitia hii zawadi naamini itanisaidia katika utendaji wangu wa kazi nikawa bora zaidi. Nipende kutoa wito kwa wafanyakazi wenzangu kufanya kazi kwa bidii, kufuata miongozo na sheria, lakini pia tutambue kwamba sisi ni idara muhimu katika kuimarisha afya za binadamu. Shukuru mwajiri wangu na watumishi wenzangu kwa ujumla kwa kuniwezesha na kunipa nguvu kuweza kupata zawadi hii, na naahidi zawadi hii itakuwa ni chachu katika kuendelea kulitumikia taifa langu. Inshallah, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.